Tusaidiane. Heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana. Asishikaye sapato asisifunje. Auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Auzuiaye mkono wake usifanye nini? Uovu wowote. Unajua ukiwa hapa kimwili na mkono wako, watumishi wako huko wakiendelea kazi, mkono yako tu bado inafanya tu kazi huko. Wewe uko tu hapa. Na hata ikose uko tu kimwili. So kumaanisha kwamba Sabato ni siku ambayo kazi zetu zote zinastahili kufanya nini? Zisimame. Watu hata hapo awali wangefunga sehemu ya kufanyia biashara ndio watu wasiyataonekane huko. Hata cha Nehemia, hebu tuone Nehemia 13:19 hadi 21. Milango ya sehemu ya kufanyia biashara ingefungwa kabisa. Hata watu wangekuja wakapisha mpaka wajua kwamba huko hata unaweza shikwa. Wafanya nini? Kutawatembelea huko. Kwenda sehemu ya kufanyia biashara. Nimesema Nehemia, kitabu cha Nehemia 13 mstari ni wa 19 hadi 21. Hebu nasoma pamoja. Nasemaje? 13 verse 19 to 21. Kwa fashion yote tu ile. Milango ya sehemu ya kufanyia biashara ingefungwa kuanzia vile saa kama vile jua lilitua jana mpaka siku ya leo vile jua litatua pia. Ingefungwa kabisa. Ndio watu wasifanye nini? Wasishohii kwenda kufanya biashara huko ndani katika siku ya Sabato. Ikawa malango ya Yerusalemu yalikuwa giza kabla ya Sabato. Na ukiwa na nini? Milango ifungwe. Ukiwa na giza. Na niamuru milango ifungwe. Nikaamuru isifunguliwe hata Sabato iishe. Na baadhi ya watumishi wangu nikawaweka juu ya malango ili usiingizwe mzigo wowote siku ya Sabato. Basi wenye biashara na wachuuzi wa bidhaa za kila namna wakalala nje ya Yerusalemu mara 2 au 3. Ndipo nikawashuhudia, nikawaambia, mbona mwalala mbele ya ukuta? Mkitenda hivi tena nitawakamata. Unaona? Wakati ule hawakuja tena siku ya Sabato. Hebu na watu wajue. Kuanzia leo mpaka ujue siku ya Sabato, wajue. Siku huwezi enda kwa huyo. Hakuje kabisa wakae kwa milango yako hiyo duka yako kabisa kungojea. Kwa hiyo hoteli yako wakungojea. Mpaka wajue kwamba huyu siku ya Sabato usingojee afanye nini? Afungue. Hawezi. Tunaba milango ile inafungwa ndio mizigo yote ifanye nini? Isiingie. Kumaanisha hata masipi anafaa kuwa mtu mwerevu. Hata kama kuna mzigo ambao uliagiza sehemu fulani, fanya hesabu yako ujue kwamba mizigo yangu inachukua muda wa siku fulani ndio ifanye nini? Ifike kwangu. Isiwe unafanya order ya mzigo siku ya jana Friday yenye italetwa itafanywa transport mpaka siku ya leo. Iko tu kwa transport pia inakuja. Ni mzigo yako. Wewe ndio unaendelea kufanya nini? Anapoingia anajua kwamba ataingia afungue, wacha ningoje kwa mlango yake ama niweke tu compound yake. Si mimi ninamwaga, si mimi ninafanya kila kitu. Wewe unaendelea kufanya kazi. Kumaanisha masi ni mtu ambaye akona hekima. Akaa akijua kwamba ni siku ngapi mizigo yangu itachukua njiani inifikie. Kama ni hoteli, unajua kwamba hizi chapati nilizipiga uende kama haikuisha ulizipiga mingi Alhamisi haikuisha. Sasa tena unakuja kuongezea zingine leo pia. Friday naongeza zingine. Izidi tena kufanya nini? Kwa mingi. Hata unasema nitaacha sitaripika ili Alhamisi hii kuisha. Bado iko mpaka leo. Ndio hii Ijumaa nataka kufunga biashara yangu. Utafanya nini? Sasa hapo nasema wacha mwache tu jirani. Si mimi sijauza. Mwache nani? Asia aendelee kuniuzia isipate kufanya nini? Kuharibika. Uko na hekima. Uko na akili ya timamu daraka ndio amesema. Au fanye hesabu. Hata ukimpatia jirani wako akuuzie, bado wewe uko kazini tu bado. Siku ya Sabato alijatakazwa. So, kumaanisha kama ni siku ya Sabato ni kupumzika kwa kazi zetu zote. Kama ni kuharibika, hebu na
iharibike tu. Sasa nitafanya aje? Si iharibike tu. Wakati mwingine tulikuwa tumeongea pia kuhusu mambo ya maandalizi, na tukasema kwamba hata maandalizi, tulisoma kitabu cha Kutoka 16:23, tukapata kujua kwamba Elohim na wana wa Israeli alikuwa anawapatia mana. Na akawaambia katika siku ya Ijumaa, enendeni mkasi okote mara 2 katika galani 2 siku ya Ijumaa. Mkipiga na myale yenye itabaki ni ya siku ya Sabato. Basi ikawa siku ya 6, wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Kila mtu pishi moja. Na wazee wote wa makutano wakaenda kwa kumwambia Musa. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachoka na kutokosa mtakachotokoza. Hicho kitakachowasalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa ufundo wala kuingia mabuu. Musa akasema, hayo kuleni siku hiki leo, kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Sasa hapo ndo watu wao wanachipenda sana. Kutoka 16:23 uendelee mpaka 25. Mpaka 25. Kumaanisha maandalizi ilikuwa jana. Iliisha jana. Hao waliambiwa maana unajua walikuwa wamezoea kuenda kuchukua maana kila siku asubuhi. Sasa akaambia katika siku ya Ijumaa, kesho ni Sabato. Leo kalani 2 kila mtu. Mpige leo. Yenye itabaki baada ya kula iko ya kesho. Lakini sasa unajua nini? Hapo sasa ndio watu wanachipendana sana. Unajua ni hivi na hivi. Hata mwili yangu iwangi hivi. Mimi hata siwezi kula vitu baridi. Hivyo tu. Wala tu toa tu siasa ndogo tu. Ya kujisatisfy tu. Hiyo ni poroja ambayo sikujui kama Elohim mama muumba wetu atasikia katika siku yake ya hukumu. Hakutupatia room ya negotiation. Yeye ni kusema na amri ndio inaongea. Kuja kwake sio kwanza tena useme tuunde sasa jamaa yetu. Matakwa yetu ni nini? Ndio tuingie ufalme. Alafu ni watu wiki moja nione kama mtakwaliba. Alishamaliza kazi yake na akaenda. Sasa hakuna negotiation nyingi. Ni kufuatilia tu. Mtu kwanza inastahili ujitolee. Na unajua kwamba ni sheria, Biblia imeandikwa hivyo. Ni sheria ndio iko hivyo. Sio kwa upande wangu. Na mbona tunaendanga saa zingine tunaendanga huko kwa maduka anasema kwa kifundi unileta samaki soda baridi na nini na mkate. Ama nyinyi huko kwa kitu mnasemanga wewe uniletee ile soda moto na mkate moto. Hapa tuchurumia sasa. Tunaitia gani? Kama ni maji nasemanga hata leta ile yenye iko chini ya kama inawezekana utoe yenye iko chini ya mtungi ama ya fridge uniletee kabisa. Hakuna mambo na baridi hapo sasa. Lakini ikifika siku ya tunaanza kuwa philosophers kidogo. You know, it will be this way. You know, I'm like this and this. You know. Dio na ikome. Ama aje? Basi hata naye amecheka. Elizabeth, kumeenda aje? Unajua nini? Kama bado ilikuwa inatu affect inakuwa hivyo tu. Lakini sasa unajua nini? Kuna wakati ambapo hata Paulo pia naye alienda akaona watu wanafanya yale ambayo hangestahili. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17:30. Akasema hebu na tusome, imefika sasa wakati, imefika mwisho sasa. Ni wakati sasa ya watu kuokoka. Hata kama mlikuwa mnajihusisha, nimewakumbusha pia kutoa yeye. Leta basi. Hebu soma hata 17:3. Matendo ya Mitume. Basi zamani zile sautinga Mungu
alijifanya kama asioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa maana wafanye nini? Watubu. Watubu, hiyo tosha hata. Watubu. Wamesema kulikuwa na nyakati za nini? Za ujinga. Yaani sio za ujinga kiakili, ni ile watu hawakuwa wanaelewa yale ambayo inastahili fanye nini? Ifanyike. So walikuwa wanafanya chochote wanataka. Sababu nakwambia no, wakati za ujinga sidiishanga ndugu. Toka sasa. Wakati wa kukaa kwa giza ama kwa hali ya kutojua imeisha sasa. Juu kama huko unajua, hujaifahamu, hujaielewa, ungefanya aje? Lakini wakati sasa wa kuelewa imefika. So maanisha tuyaache yale ambayo tulikuwa tunafanya, tufanye nini? Tushiriki sasa katika matendo ambayo Eloi anatuagiza tuifanye. Kama hatupati ugonjwa wote tukitumia soda baridi, pia hii hakutakuwa na shaka. Ama nimeenda kinyume na ni hivyo. Nimekuja kuripoti yale ambayo mtu mwingine aliandika na akaenda. Na huyo ndiye ambaye tunamfuata pia. So, ni kujifunza. Pole pole tunakuja, tuna grow mpaka tujue kwamba chenye inastahili ni hivi na hivi na hivi. Asante. Amri ya 5 inasemaje? Amri ya 5 ikasema wanafunzi waheshimu bado mko na mimi watoto msalamia hivi. Na hata nimesahau. Mnajua Sister Faith Mwende? Mnamjua? Aliwasalimia sana. Aliwasalimia kabisa. So, amri ya 5 inasema nini? Waheshimu baba yako na mama yako. Faith alienda bila kuwafundisha hiyo. Haya, so next time nitakuja na karatasi ambayo nimeandika kwa ufupi. Ndio hata angalau wale pia wapate kujifunza nao. Hiyo ni mtanikumbusha mtu. Nitakuja na hiyo karatasi kabisa ya Kiswahili. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Elohimu wako. Amri ya 6. Usiue. Usisini. Usiipe. Usimshuhudie jirani yako. Okay. Endelea. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mtakazi wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. So, tano imetuambia kwamba tuheshimu wazazi wetu. Heshima ni kitu ambacho kinastahili kwa hali yote. Sio kwa wazazi peke yake, sio kwa watu fulani. Heshima inastahili kwa kila mtu, iwapo hata nawe unaona kwa hata hali yako ya kimwili kwanza. Kuna zile moral laws hata za society. Wewe kwa hali yako baba unaona umetosha kiwango cha kupewa heshima inayostahili. Unapewa aje heshima kama hata wewe mwenyewe kwa matendo yako hauna heshima hata kwa huyo mtoto mdogo? Yeye ni kioo chako. Anafanya vile unavaa. Ukiwa iwapo inamheshimu hata naye atafanya nini? Atakuheshimu. Iwapo upayani heshima inakurudia. Kwa kanisa pia kila kitu inastahili fanywe kwa mpangilio mzuri. Kuwa na heshima. Tuyatii mawaidha ama mafundisho ama instruction hata ya yule mtu ambaye amepewa kutuongoza kwa sehemu fulani. Kama ni kiongozi ya wamama, lazima tupatie heshima inayostahili. Kiongozi wa vijana tupatie heshima inayostahili. So, heshima ni kitu ambayo kwa hali yote ni lazima tukue nayo, ndio at least tupate kuendelea kwa tukuwe na continuation nzuri, tunaenende vizuri hata katika ibada zetu. Juu mtu wa huko amekuja, ako na culture yake. Mimi pia kwa upande wangu niko na culture yangu, niko na rights zangu ambazo nazitaka. So, kila mtu akikuja na rights zake, hatakuwa na heshima ama hatakuwa na kusikizana.
Lakini tukikuja hapa, tutakuja kumoderate kila kitu, nasema tuanza kufanya nini? Fuata hivi na hivi na hivi. Tunaanza kupata heshima. Amri ya 6 nasema nini? Usiue. Kuua kwetu tumejua kwamba halistahili tuiue, hata tunajuanga tu ya kuchukua uhai wa mtu, si ndivyo? Lakini kuna kuanga hata na wakati mwingine ambapo tunaweza kuwa na hasira zaidi kwa mtu. Mpaka hata kwa mawazo yetu tunafanya nini? Tunakaanza huyu ingekuwa ili ungekuwa na uhuru hiki kanisa hili. Hata akasikui ndio pata uhuru katika kanisa hili. Sasa na tukisema wewe uende ndio wale wabaya wabaki. Inajuaje kama wewe ndio, kama sio wewe ndio mbaya? Waefeso 4:26 na 27 na uruke 31:32. Ndio Waefeso 4:26 27 na uruke 31 na 32. Saa zingine tunakasirika kupita kiasi. 26 Mpaka tunaanza hata kwa 26:27. Ikasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Yaani ukiwa na hasira mkuwe nayo tu kidogo tu, ile kidogo tu. Lakini msifanye nini? Msitende dhambi. Jua lisijwe na uchungu wenu bado hautawatoka. Jua lisijwe kama ile uchungu bado kuna kwa mwili, nasema ndio Dina. Dina. Ukimafuka kabisa hata wiki nyingine tena unamkasirikia Dina bado. Isikue jua lisitue kama bado mnafanya nini? Mnakasirikiana. Na niwaulize wamasiri ambao wanakasirikiana wakipatana, na tunaambia kwa kitabu cha Malaki 3:16, ile vile watakatifu walipatana, ile maliandika kitabu cha ukumbusho. Sasa wenye wanakasirikiana, ile maliandika nini? Kitabu gani cha ukumbusho kiliandikwa? Mnakumbuka kwa nini? Na mnajua roho zenu. Tumeambiwa kukasirika sio mbaya, amesema lakini kasirikeni basi. Jua lisitue kama bado mnakasirika. Hata baadhi alikasirika siku nyingine. Unajua bila alikasirika? Alifika akaona watu nini hao wanafanya biashara katika hekalu lako. Akashika vipo afanya nini? Wale ni watu hao watu. Juu amesumbuliwa na yale ambayo inatendeka. Lakini hakwenda kiwango cha kufanya mabaya zaidi. 31 na 32 inasemaje? 27 ilikuwa nasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kumbe kwa hasira hapo ndo nafasi ya nani? Mlango ya ibilisi. Hata anakuambia hata si chukua tu hata kitu kimoja mrushe tu. Gonga yeye. Angalau hii hasira ifanye nini? Itoke. Unajua watu wengine wanasema nisipomgonga, nisiposema hii yote, roho yangu haitapona. Mmesikia watu kama hao? Nyinyi pia roho zenu zitapona mkisema hayo yote. Mtu fulani alisema nilianza kuwa wakati niliona yeye mwingine ashinde na nifanye nini? Nionekane mjinga na nikae chini. Hapo nitaanza kugrow, kudevelop. Lakini sasa wewe unasema mpaka niseme tu hayo yote ndio itoke kwa roho yangu. Hasira zinakupeleka. 31 nasema nini? 31 ikasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Hebu na iondoke hiyo. Hata pia kama ilikuwa kwa upande wetu. Hata mimi bado najifunza. Iwapo ilikuwa kwa ndani yangu pia, hebu naifanye nini? Hebu na iondoke. Tuongelee tu fanye nini? Hebu na tuambie iondoke. Fuka tu virago vyako. Juu hiyo ni baadhi ya toolbox ya shetani. Na shetani hapo tunaongelea shetani hapa pana. Ikifika siku ambayo utakuja hapa kuongelea tu shetani hapa ndio wakati ambao tunasema hapana. Hata kanisa nao ndio kanisa tena. Tunaongelea nani tu? Shetani. Lakini hapa tuongelee shetani kumaanisha hata hizo tools zake. Tufanye nini? Hebu na tuitupe. Hasira itutoke. Kwa sababu hiyo ndio chanzo cha utengano na hata mauaji ndani yetu. Amri ya 7, kutofanya nini? Kutozini. Tunajua kwamba kuzini tunaelewa tu kama ni kufanya vitendo vya uasherati ambavyo sheria haifanye nini? Haistahili. Lakini najua kwamba sisi hiyo kimetuondokea. Si ndivyo? Lakini tena tuko na kuzini pia kwa njia nyingine. Tunatembea. Tunapatana na matendo ya watu huko. Vile wanafaa
ambavyo haistahili, vile wanafanya mambo yao yasiyostahili. Pia na saa zingine tunakuwa na hamu kubwa sana, sema hapana, hata mimi ingestahili nifanye nini? Si niko hivyo pia. Mavazi unaenda niko ni mzuri sana, niache mimi hivyo. Si hata mimi angalau nifanye nini? Nikuwe hivyo siku moja, nivaa hivyo. Hiyo ni kusini kwa njia ya matendo. Umeona haya ameenda kabisa akatengeneza hata vile nywele mzuri kabisa. Yule msichana mzuri sana. Uliona vile alikuwa amejiunganisha. Ameunda nywele zake, amefanya hivi na hivi. Hata nao unaweza kusema hii kitambaa imefanya nini? Imechukua urembo wangu wote. Niondoe leo, angalau hata mimi nifanye nini? Yaani nionekane hiyo urembo ya kujitakia juu uliona huko ni kusini. Na kwa macho yetu hatuioni, lakini kwa macho ya ndani inatueleza kwamba kumbe ni kusini. Kusini ni kinyume na maelekezo ya Elohim. So, hebu na tujaribu. Hata kama tulikuwa tunapenda kufanya hivyo, kupona ni lazima tufanye nini? Tumeze ile dawa. Hata ingawa ni uchungu, tufanye nini? Tunameza tu wakati wake. Tukishamaliza sasa kupona, hata nimeangalia sasa, kumbe nimepona. Nilikuwa mgonjwa, sikuwa nayaelewa, lakini tukishafunuliwa, hebu tunafanya nini? Ili tubadilike. Hiyo ni swali la saba ambalo tunatuambia kwamba tusiyajukue mambo ambayo mataifa wanayafanya na tufanye nini? Kuyaleta pia hapa. Unajua nini? Hekima ya saa hizi ndio imefanya kanisa lisini pia. Ya ulimwengu ambayo watu wanaenda huko, maana kumbe kuna vitu vingi ambavyo vitu tunaachanga tu. Hatukufundishwa, tunaanza kuleta vitu ambavyo vinafanya nini? Havistahili. Kuna watu ambao siku moja walienda vitani. Sitaki tusome huko. Mmoja wao akaenda kuleta kitu ya huko. Akakuja kuweka kwa hema yao. Ndio kitu. Wale niwaambie, siku nyingine walienda vita pia. Wakajaribu kufanya vita, wanashindwa mpaka wakakuja kurudi kusema no, tukae tuongee. Ni nini imetufanya tusishinde tena? Mpaka mmoja akasema wao unajua nini? Na ile siku ilikuwa nimeenda kwa vita nikaleta vitu vyao. Sikuwa watu, bali pia nilileta vitu vyao. Hiyo ni tools zao, waachia wao wakuwe nazo. Vile waliondoa hiyo kitu kwa hema yao, wakashinda kwa vita. So, kuna vitu zingine ambazo tunaonanga ni kama haina makosa. Wacha hata nasi tujibadilishe. Tunaleta hapa. Mpaka kanisa pia nao inaanza hata ku appreciate. Lakini maandiko yanatuambia hiyo ni kusini. Na hiyo ndio inatufanya tuchukiwe mbele za Mungu. Hiyo ni amri ya 7. Nimechukua muda. Amri ya 8. Inasema aje? Tumesikia inasema aje? Tusiibe. Kutoiba haiko milele tena. Sivyo? Sisi hatuibi tena. Lakini tulikuwa tumesema siku nyingine sitairefusha leo sana. Tukasema tunaiba kwa kutoa nini? Zaka na dhabihu. Watu wafanye nini? Wanataka kutoa. Na kama ingekuwa sasa kwenda kwa yule mlinzi mwingine huko. Sio wewe anaitisha ngapi? Anasema nipatie fungu la 10. Mganga anaitia fungu la 10 kwa wale wanaenda huko. Lazima pewe chake. Lakini sio fungu la 10, yeye anaitisha kulingana vile anataka sasa. Okay, insurance. Sana wanaitisha kulingana na ile kitu ambayo unaweka insurance. Yeah. So kama unataka kabisa baraka ile uonekane kabisa wewe ni star kwa kijiji, pia lazima ulipe mzuri Sio fungu la 10 sasa. Sio moja kwa 10. Inahitajika utoe. So, Elohim kwa upande wake pia anasema tuitoe sehemu ya 10 katika mapato yetu. Na Dina, kuna kuku ngapi? Kuku. Tuseme 10 tu. 10 tu? Unajua moja si yako? Hata kama hata usipopeana kuku, Dorcas, mapato ya hiyo kuku si yako. Hata ukiweka siku moja hata ukose mboga, si yako. Unajua tu umekula ya mtu mwingine. Unakula ya ile kabisa. Unamuipa kabisa. Mbuzi ni hivyo tu bado.
si yako. Hata ile miti ulipanda kwa shamba. Hesabu. Hii si yangu, ni ya kanisa. Mjenge pesa. Hata ni hamjaweka pesa nzuri. So nataka kupata next week. Mko na miti hata kama ni indigenous. Na iko kwa shamba lako. Hesabu leo. Tupate siku nyingine kama mmeanza kuweka hapo. So kumaanisha tu kwa hiyo amri tunasema kwamba kuiba kwetu ni kutotoa nini? Fungu la 10. Na tulijifunza tukajua kwamba kwa ile tangine kutoa sio katika siku ya hiyo ni kuharibu tena sabato. So watu wajue kwamba sabato ikae tu takatifu kabisa, sio kutolea sadaka. Paulo aliwaambia vizuri katika kitabu cha ile tulisoma Wakorintho wa kwanza 16. Paulo alikuwa anajua kwamba hao watu walikuwa wanapatana hata tena katika siku ya sabato. Lakini hakuambia mpatane siku ya sabato, mkipatana sabato muitoe. Anaambia no, kwa ile siku ya kwanza mtafanya nini? Mtafanya hiyo mchango, mtaitoa hiyo vitu. Alafu nikikuja na naipata la kuchukua. Kumaanisha ni wakati ambao tunastahili kukutana, tuisanye ama tuitoe fungu la 10. So sio siku ya sabato. Ni kesho. So mtu asipotoa inamtegemea tu. Si inashinda kuwa nani? Tusiseme tulikuwa tunasema last time. Ashinde tu kwa yule tu. Ajua anaiba. Ndio anasema. So kati yenu mko na nani? So mko na treasurer wa kanisa. Hebu naweke record zake mzuri kabisa. Sema fulani siku hii ametoa fungu la 10 sadaka ndio hii aandike. Siku ile kanisa wanataka kufanya kitu, anaambia treasurer kuna nini hapo? Wageni wanakuja kuna nini hapo? Hiyo ni vitu kazi za nini? Hizo masadaka. Ni ya kazi ya kanisa. Ni ya Elohim. Kama ni ya Elohim, ni ya Mungu, ni kumaanisha tunatumia kwa kazi zake. Tunataka twenda tumvisit mtu fulani, hajakuwa na sisi kwa muda, alikuwa mgonjwa. Tuko na nini hapo? Ama tutoe nini kwa mfuko zetu? Kwanza tunaanzia ile account yetu. Haya. Ya 9 usishuhudie jirani yako. Kushuhudia jirani kwa uongo. Iwapo tunapendana, kuna upendo kwa upande wetu. Hatutakuwa tunawadanganyana. Tunaambiana nini? Ukweli. Upendo tuko nao kwa upande wetu mingi sasa tunawaambia ukweli wa mambo. Hatuwadanganyi na Ibilisi ndio watu wako wengi. Elohim hawezi kupigania idadi. Hata akikuwa na watu tulisomewa na vikondo wetu last time. Kwamba watu hata 10 wakipatikana kwa eneo fulani ile manafurahi hao kabisa. So alistahili tuko watu ambao tunawadanganyana. And at least ndio tupate watu. Tunaambia tu kweli. Pia mjirani wako umshuhudie ukweli. Uongeleshe ukweli kabisa. Ya 10 ni kuwa na tamaa isiyostahili. Tulisema uidhamani tu hapana shida. Lakini chichunge usikwe kuona sio shida. Na hata wewe ujikakamue upate kitu kama hicho. Lakini usianze kusema hata kile kitu ingekuwa changu. Uanze kumpangia kabisa mtu mwenyewe hata aafe, hata afanye nini, ndio ikuwe nini? Ikuwe chako. Haistahili. Amri hizo sasa ni hayo ndio tulipewa. Hayo ndio mataifa watakuwa wanaona kwa upande tunasema taifa hili liko na hekima. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 hadi 5. Tutapata nini tukiyafuatilia sheria? Tutapata nini? Maandiko matatu tu nimalizie sasa. Hebu nasomea. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana, Elohim wako, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake. Ni kuagizayo leo. Ambaye amekutuagiza sisi wote siku ya leo. Bwana Elohim wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote
Sitakuja kwako kusikia baraka ambazo pia zitakuja kwako. nakupata usikiapo sauti ya Bwana. Sikia baraka ambazo zitakuja kwako. Utabarikiwa mjini, Iwapo umetunza amri za ile utabarikiwa mjini. utabarikiwa mashambani, Mashambani yako utabarikiwa. utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Uzao wa tumbo lako utafanya nini? Utazaa watu ambao wanakuja kukusumbua baadaye. Juu unapata amri za ile. Na uzao wa nchi yako. Uzao wa nchi. Yaani kwa ufupi hata naitosha hapo. Tunaambia kwamba tukiyazingatia, tukitii sheria za Elohim, baraka litakuja kwetu. Sheria hayo ni hizo tu tumejisomea. 30 mstari wa 10 hadi 17 kitabu hicho. Tunaambiwa kwamba sio mambo ambayo yako mbali na sisi. Ni hizo tunajuanga, lakini tunaonanga hukumu wake saa zingine. Mwingine anasema kama ingekuwa mbinguni ungesema sasa nani atapanda kutufanya nini? Kutuletea hizo amri tuzisikie. Ingekuwa sehemu ya ng'ambo ile. Nimesema 30:10 ndio tunaona. Ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Elohim wako, kwa kuyashika maagizo yake na amri zake, zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Elohim wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo, si mzito mno kwako. Sio mzito Wala si mbaya. Ama kidogo tu. Mmesikia aje? Ni maagizo mazito. Tumeambia tu fanya hii, usifanye hii. Hata kwa kawaida, hata kama huko unajua ulikuwa na amri kwako, ungefanya hii, ungeacha ingine. So ni kupewa tu ramani ya vitu ambavyo unafanya. Fuata hii. Ukitaka kwenda huko, fuata ile. Endeleza. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo, si mazito mno kwako. Si mazito mno kwako. Si mbali. Wala haiko mbali. Si mbinguni. Haiko mbinguni. Hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee. Nani atapanda sasa mbinguni atuletee tusikie? Ache atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata si ng'ambo ya pili kwa bahari useme nani atafuka? Ni nani atakayetufukia bahari akatuletee tusikie? Ache atuambie tusikie. Yako katika kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana. Li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Liko katika moyo zetu tupate kufanya nini? Kusifanya. Angalia sasa. Nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema. Ilifika wakati ambao hata Musa anawaambia watu wa Israeli kwamba nimewawekea upande uzima na mema. Mauti na mabaya. Mauti pia iko mbele yako na mabaya. Iwapo huwezi fuatilia, si ni mauti ndio itakufuata. Iwapo utasifuata, si ni uzima itakufuata. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Elohim wako. Na kuagiza sasa siku ya leo pia tumfanye nini? Tumpende Elohim. Tuenende katika njia zake. Hata naitosha hapo. Andiko la mwisho Zaburi 119 59 na 60. 119 verse 59 na 60. Hiyo ni andiko la mwisho ambalo nitalisoma siku ya leo. Tunajihimiza kwamba niko na uhakika kwamba kuna vitu zingine ambazo tunaenda ama huenda hatujui. Kama tushaambiwa, kama tushafunzwa na tunaambiwa kwamba ni amri, hiyo ni kitu ambayo inastahili tuyafuatilie. Hebu na tusichukue muda. Tusichukue muda. Juu tuko hapa hatujui ni wakati gani tunahitajika ama mwenyewe anahitaji kutuchukua. Na bado unagawia tu nasema tu hiyo hivyo tu. Ni siku gani hiyo? Itafika lini? Inasemaje? 119 verse 59 and 60. Inasema
na lisitafakari njia zangu, na miguu yangu na lisielekezea shuhuda zako. Nalifanya haraka wala sikukawia. Nalifanya haraka lakini sifanya nini? Sikugawia. Hiyo nilikuwa nataka. Maagizo yako. Sikugawia. Nilifanya haraka kabisa. So, pia nasi iwapo kuna yale ambayo tulikuwa tunayafanya na haingestahili, tumejua leo na ni kwa maandiko, akiyasema na mdomo tu. Tusigawie kwa kuyafanya, tuyafuatilie. Nashukuru sana. Nashukuru kwa muda wenu, mmesikiza mpaka mwisho. Naitwa Amos Jalo, kama vile nilikuwa nimeanza kusema. Asante sana. Bwana wetu Yesu asifiwe. Mnamwambia nini mwalimu? Umeshukuru? Na sisi